Tabia pamoja na asili ya mtu vinaweza vikakufanya ukapata nguvu au msukumo nje na muonekano wa nje. Ninapomuoa simuoi kwamba tukaigize maisha, sisi tunakwenda kuyafanya maisha. Sasa tunapokwenda kwenye kuyafanya maisha, alafu nimekuoa uwe mke, sio uwe mme mwenzangu ndani, na wewe unataka kuniletea habari za kuwa mme mwenzangu ndani, hayo maisha hayawezekani. Yaani habari ya inafikia wakati tunaanza tunaongelea jambo fulani, unaniambia mbona wewe. Unajua hiyo mbona wewe maana yake ni kwamba ni either unataka kunilinganisha na mtu mwingine au unataka kujivua ile nafasi ya mwanamke. Sasa wewe umekuwa ni rafiki au namna gani? Kwa sababu kama mwanamke upaswi kumuuliza mmeo mbona wewe. Mwingine ni kile ana karama, labda ana kipaji chake, wenda ni michezo, kile kipaji kichochee. Yupo mtu anapenda amuone mtu ambaye ana vitu kama hivyo. Kwa hiyo nje ya muonekano kuna vitu vinashawishi. Amefika kanisani akakuta dada anacheza sana kanisani au anaimba vizuri sana kanisani. Kuna maisha baada ya kuimba kanisani. Yaani huyu anayeimba kanisani huko mtaani napo anaimba sana usiku, anatoka usiku balaa. Utakuta mwingine anaimba kanisani lakini usiku anapaa na ungo balaa. Unaona? Sasa mambo yote haya unakuta hutaweza kupata nafasi ya kuweza kuyachuja kama utakuwa unaendeshwa na hisia. Tuzungumzia vitu vya hisia. Je, unahisi kwamba tukiweka haya mambo yanayochochea hisia, kuna mambo mengine ambayo yanaweza yakaleta upendo wa kumtafuta mke au mume au wa kuishi naye, ukitoa haya mambo ya muonekano na kadhalika, kuna mambo mengine ambayo yanaweza yakajenga upendo? Karibu. Zungumza habari ya kwamba nje ya ule muonekano nimemuona mtu, ni sahihi, yapo. Bila shaka mtu anapokuwa peke yake anatafakari maisha ya ndoa, kuna vipenda. Mwingine anapenda apate mtu mchapakazi, mwingine anapenda apate mtu labda mwenye akili inayochanganya haraka na kuamua mambo, mwingine anapenda apate mtu wa aina fulani. Kwa hiyo kama kijana, hebu tuwe watu wa kuchochea zile karama ambazo Mwenyezi Mungu ametupa. Zile karama tulizopewa na Mwenyezi Mungu tuzichochee, kwa sababu sio tu muonekano. Mwingine anaweza kuvutiwa na kile kipaji chako ambacho unacho. Muonekano wako haumvutii sana, lakini vile unavyomcha Mungu, yeye kwake ni kitu kinachomfanya apate wazo, ashawishike. Mwingine ni kile ana karama, labda ana kipaji chake, wenda ni michezo, kile kipaji kichochee. Yupo mtu anapenda amuone mtu ambaye ana vitu kama hivyo. Kwa hiyo nje ya muonekano kuna vitu vinashawishi: uchaji wa Mungu, uchapakazi, labda busara, vipaji vile ambavyo Mungu ameweka. Mwingine anapenda apate mtu mwimbaji hivyo. Hebu zile karama sisi vijana tuzichochee, zile ambazo nje ya muonekano tuzichochee karama zetu. Sawa. Mzee Muna, nitapenda na wewe uniambie mambo mengine ambayo yanaweza yakachochea upendo nje na zile hisia za kutizama. Na tunaona mpaka kuna watu wakati mwingine ni walemavu lakini wako kwenye maisha, kama ambavyo tumeambiwa na mama hapa. Kuna wengine ni walemavu wa macho, hawaoni, lakini wako kwenye hayo mahusiano. Mzee Muna, hebu tuambie sisi kama vijana, namfanyia nini mtu, labda nahisi muonekano umepungua, nimfanyie nini huyu kijana au nimfanyie nini huyu binti ili aweze kunipenda? Karibu. Asante. Nje na muonekano, lakini kuna tuseme asili ya mtu. Katika asili ya mtu unaweza ukaona hana muonekano mzuri unaokuvutia, lakini tabia yake inaonekana kabisa. Hiyo unaweza kuambatana naye na ukafanya mahusiano ya ndoa.
Kwa hiyo tabia pamoja na asili ya mtu vinaweza vikakufanya ukapata nguvu au msukumo nje na muonekano wa nje. Asante. Brother Morris, natamani kwa swali hilo, lakini uniambie vitu gani unatamani mwanamke au mke avifanye ili ndoa isivunjike, tuendelee kukaa kwenye ndoa? Vitu gani vinatakiwa mwanamke afanye ili mapenzi yaendelee kuwepo? Karibu. Nikijibu kwanza lile swali la mwanzo ulilouliza, ni kuna vitu gani zaidi ya hisia vinavyoweza kumvutia mtu kuingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa. Yapo mengi, lakini kubwa saa nyingine mtu anaweza akaingia kwenye mahusiano moja ni kwa sababu umri umefika. Inaweza ikawa ni sababu ya yeye kuingia kwenye ndoa. Lakini kuna mtu anaweza akaingia kwenye ndoa kwa sababu ya malengo alionayo. Mimi labda ni mcheza mpira au ni mkulima, lakini katika kilimo changu nakosa muda wa kuweza kutimiza majukumu mengine kwenye familia, ambayo napaswa kuwa na msaidizi wa kuweza kunisaidia ili pengo lililoko mbele yangu liweze kufanya nini? Liweze kufukiwa. Kwa hiyo hicho kinaweza kuwa ni msukumo kwangu mimi kuweza kutafuta mtu wa kuweza kuwa naye. Sasa brother, yes, nataka mkulima lakini hisia zinataka awe mrembo. Sijui hapo inakuwaje? Je, hizi hisia na makusudio ambayo tunakuwa nayo vikikanganyana, hapo nini kinatokea? Kitakachokuwa kimekusukuma mwanzo wa wewe kutaka kuoa sio hisia kwanza, ni lengo lilonalo au jukumu lililoko mbele yako. Alafu sasa hilo jukumu linakusukuma sasa uende kwenye hisia. Sasa nataka nioe ili pengo liweze kuliziba. Nataka mtu wa aina gani? Na watu wa aina hii mara zote, kama sio kwa asilimia kubwa, huwa wanaangukia katika mahusiano sahihi, kwa sababu anapata wasaa wa kuamua niwe na mahusiano na mtu wa aina gani. Pata mfano wa binti ambaye amepata ajira, amepata ajira na analipwa fedha nzuri kabisa, lakini anaona kwamba ninastahili kuwa na nyumbani kwangu, nastahili kuwa na mali zangu. Sasa inanipasa niweze kutafuta companion ya mtu ambaye atakuja kuwa mume wangu, tuzae watoto, tupate warithi, lakini naye nipate mtu wa kunishauri ni kitu gani tuweze kukitengeneza kwenye mahusiano yetu ambacho kinatupeleka sasa katika maendeleo. Nataka nijenge, lakini nipate mtu wa kunishauri tujenge jengo la aina gani. Nataka nipate watoto ambao watakuja kuwa warithi wa mali zangu. Anapata muda wa kupumzika, wa kutulia na kudiscuss na serikali ya kichwa chake, yani mahakama ya kichwa chake, bunge la kichwa chake, lakini serikali kuu ya kichwa chake kitamwamulia vyema zaidi mwanamume anayemtaka au mwanamke anayemtaka. Huyu mtu atakuwa sawa na atafikia hitima ambayo ni nzuri, tofauti na yule ambaye amekuwa drove na hisia. Amefika kanisani akakuta dada anacheza sana kanisani au anaimba vizuri sana kanisani. Kuna maisha baada ya kuimba kanisani. Yaani huyu anayeimba kanisani huko mtaani napo anaimba sana usiku, anatoka usiku balaa. Utakuta mwingine anaimba kanisani lakini usiku anapaa na ungo balaa. Unaona? Sasa mambo yote haya unakuta hutaweza kupata nafasi ya kuweza kuyachuja kama utakuwa unaendeshwa na hisia. Ile swali lako la pili swali langu la pili ni tamani kujua kitu ambacho mwanamke anaweza kufanya ili ndoa yake isivunjike. Okay. Katika jukwaa hili niliwahi kujadili siku moja, nikaeleza habari za familia ambazo zinakuwa na wasaidizi wa ndani, na nikaeleza pia kwamba katika hizi familia ambazo zinakuwa na wasaidizi wa ndani imekuwa ni kama jiko la kutengeneza wake au waume za watu.
katikati yetu hapa utakuta kwamba kuna watu ambao wametoka kwenye familia ambazo zinakuwa na wasaidizi aidha wa kiume au wa kike, lakini anapokuwa pale kwenye ile familia kama msaidizi, mama wa familia au baba wa familia anaweza akawa na mistreatment kwa yule kijana wa kike au wa kiume, akawa anafanya mazingira ya kutaka kumkomoa au kama vile anamuadhibu, anamuamsha alfajiri na mapema sana kuandaa mazingira ya kwamba hawa wengine watakapoamka wakute kila kitu kiko tayari. Lakini kuna mwingine ambaye anaamshwa mapema sana, anaingia porini kwenda kukata majani kwa ajili ya mifugo na vitu kama hivyo. Jua kwamba katika mazingira haya ya kumwamsha huyu binti mwenye miaka 15, 16, 18 mapema alfajiri na kuandaa chakula kwa ajili ya familia, inamfanya awe mke shupavu wa mtu fulani siku zinazokuja. Lakini huyu pia anayesimamia mifugo ya mtu huyu nyumbani hapa anaamshwa mapema na kuwekwa katika mazingira ya kufanya kazi ngumu muda mrefu na bila mapumziko. Itamfanya kuwa baba mzalishaji mzuri siku za baadaye atakapokuja kuwa na familia yake. Kwa hiyo nini? Matunzo, yani kuwa mama bora wa familia ni mwanamke anayejua uwanamke. Yani kuna wanawake wanaojua kutengeneza kucha, lakini umwambie hata kufua, hata nguo zake za ndani tu na ukubwa wake hawezi kufua. Kwa sababu gani? Malezi. Ndio ile nikasema siku moja hapa pia kwamba kuna wazazi wengi wameandaa mali ili siku akifa watoto wake waweze kurithi hizo mali, lakini wakati huo huo hajamwandaa mtoto kuwa tayari kurithi mali. Muda wote unapokuwa wewe kijana wa kike au wa kiume, wewe ni mme wa mtu au wewe ni mke wa mtu, muda mfupi ujao au muda fulani utakapotokea kwamba umekuja kuwa mme wa mtu. Sasa unapokuwa mke wa mtu alafu hujui kuwa mke wa mtu, yani mme akitaka kuvaa nguo huwezi kumvalisha mme, kwamba anaweza akavaa boxer akiivua akaweka kwenye box la nguo chafu, wiki mbili baadaye akija atakuta ile boxer bado ni chafu. Je, unataka airudie ikiwa chafu? Singlet kadhalika, suruali ya jinsi au kitambaa, suti yake ameivaa leo, ametembea nayo siku 3, lakini amerudi ameivua ameweka pale ili ifuliwe. Anapokuja kuichukua ile nguo ili aweze kuivaa, unajua wanaume wanakuwa na vinyaa vya vitu vidogo vidogo ambavyo vinarundikana. Akienda toilet kule chooni anakuta mazingira ya chooni kuna kitu umeweka si sawa. Akija huko jikoni umempakulia chakula kwenye sahani, upande kuna kiporo cha jana akikutoka kwenye glasi ya maji mtoto alichukua akatumia, pembeni ya glasi pale kuna mabaka ya parachichi mtoto alikula mchana, lakini ulipoosha ile glasi hukukumbuka kwamba usafishe kile kitu. Kwa hiyo akijumlisha kule toilet, kikombe, sahani, boxer, huku singlet, suti yake, anakuja anaona kwamba akikupima, akikuangalia kuanzia kwenye utosi mpaka anafika kwenye vidole, anaona yani wewe bado ni katoto, hujatoshea kuwa mke wa mtu. Kwa hiyo ndo wale ambao utakuta baba anarudishiwa nyumbani, anamwambia baba, hebu pokea huyu, mtengeneze kidogo awe mke wa mtu, bado hajatoshea kuwa mke wa mtu, kwa sababu kule kwangu si shule, kule alikwenda kwenye kazi. Sasa kazi inaonekana hakuhitimu vyema. Kwa hiyo brother, unachokisema ni kwamba hisia zinatosha, yani kwa kumuona tu mtu unayemtamani zinakuwa zinatosha, hazidai wajibu, hazidai majukumu. Lakini kwenye kusudi kuna madeni. Anapokusudia huyu mtu kukuoa au kuolewa naye, kuna madeni anatamani umtendee kwenye maisha. Yes. Hisia kama nilivyokuambia ni spark ya kutengeneza ndoa. Pale ndio ndoa inapoanzia. Lakini dhima ndilo kusudi lenyewe la nini? La ndoa. Kwamba ninapomuoa simuowi kwamba tukaigize maisha. Sisi tunakwenda kuyafanya maisha. Sasa tunapokwenda kwenye kuyafanya maisha, alafu nimekuoa uwe mke, sio uwe mme mwenzangu ndani, na wewe unataka kuniletea habari za kuwa mme mwenzangu ndani, hayo maisha hayawezekani. Yaani habari ya inafikia wakati tunaanza tunaongelea jambo fulani, unaniambia mbona wewe? Mbona wewe? Unajua hiyo mbona wewe maana yake ni kwamba ni either unataka kunilinganisha na mtu mwingine au
unataka kujivua ile nafasi ya mwanamke. Sasa wewe umekuwa sijui ni rafiki au namna gani? Kwa sababu kama mwanamke upaswi kumuuliza mmeo, mbona wewe amekuambia ninaomba nifanyie kitu fulani, ni aidha umpe ushauri kwamba ningeshauri kwamba tuifanye kwa namna hii na sio hivi, lakini sio umueleze kwamba mbona wewe. Kwa hiyo hisia haina deni, wajibu una deni kwenye kiini cha ndoa. Hebu fikiria, unamuoa mke umpeleke nyumbani kuwa mama wa watoto wako, alafu unafika ndani unakuta kwamba yale majukumu ambayo ni ya msingi ya mtu kujazilishia kiini cha ndoa hawezi kutimiza hata moja, ndio hao watarudishwa nyumbani.